aya 28 katika suratul Nisa, wa khuliqal insanu dhaifa. Mwanachuoni Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala alipokuwa anazungumzia aya hii katika kitabu chake Tariqul Hijratain, yeye amekwenda mbali zaidi. Amesema na udhaifu aliyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala ambao unaweza kuingia katika maana ya aya hii sio hizi maana tatu peke yake ambazo wanazuoni wamezitaja: dha'fun fil khilqa, dha'fun an sabrihi an an-nisa, wa dha'fun fil azima. Sio hizo peke yake, bal ya'ummu dha'fuhu wa dha'fuhu a'zam min dhalik. Udhaifu wa mwanadamu ni mpana zaidi, udhaifu wa mwanadamu ni mkubwa zaidi kuliko hapo palipotajwa. Yeye akaongezea akasema dhaifun fil ilmi, mwanadamu ni dhaifu katika elimu. Waqad sadaqa rahimahullah ta'ala, ni kweli elimu ya mwanadamu ni elimu dhaifu. Sasa wewe soma utakavyosoma, jifundishe au jifunze utakavyojifunza, lakini mwisho itakavyokuwa ni kwamba elimu yako bado ni dhaifu. Elimu ni bahari kubwa mno, la sahila la, bahari isiyokuwa na mwisho. Uweze kuona mwisho wake ni wapi. Kila ukizama unaona bahari inakwenda deep zaidi, kila ukisongea unaona bahari inapanuka zaidi. Pale unakuja kugundua kwamba kweli unabaki kuwa ni dhaifu katika elimu. Na elimu yako yote ambayo Allah atakujalia nayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na elimu ya Allah ni elimu dhaifu sana. Wama tadri nafsun madha taksibu ghadan wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut. Kuna elimu gani katika dunia leo inayofundishwa, fani gani au masomo gani yanayofundishwa mwanadamu akajua atakufa wapi? University gani inayofundisha mwanadamu akajua siku yake ya kufa ni lini? Na riski utakayopata kesho ni riski gani, kiwango gani? Hakuna mwanadamu anayejua. Kwa hiyo elimu yako yote ulionayo ni dhaifun jiddan mbele ya elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi. Dhaif mwanadamu, anasema Ibn Qayyim fi sabr, katika subra. Tupo dhaifu sana katika mambo ya subra, kujisubirisha na mambo ya shahawat na mambo ya starehe na mambo mengi sana. Hili linatokamana na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kamuumba mwanadamu na sifa hii ya kwanza. Kwa hiyo tuhifadhi hii sifa ya kwanza ndugu zanguni, ili tujijue sisi wanadamu maumbile yetu kama tulivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wasfu ya pili ya mwanadamu, al-insan min haythu huwa, kutokamana na kwamba yeye ni mwanadamu. Innal insana la dhalumun kafar. Katika utaratibu wa Qur'ani, hii ni wasfu ya pili ya insan. Kaitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika surat Ibrahim aya 38, aya 34, surat Ibrahim, kwamba mwanadamu hapa Allah subhanahu wa ta'ala kampa sifa mbili za kimaumbile. Tumeumba kwa hizi sifa mbili, la dhalumun na sifa ya pili kafar. Katika sifa hii ya pili au katika hii aya niliyosoma tutachukua sifa moja, kwa sababu sifa ya pili itakuja kushikana na sifa nyingine ambayo mbele tutaitaja. Sifa ya kafar itakuja mbele. Kwa hiyo hapa tusimame na sifa ya dhalum. Mwanadamu ni dhalumun, dhalimun linafsihi bil ma'siyati. Mwanadamu ni mwingi wa kuidhulumu nafsi yake kwa maasi. Kila akipata fursa ya maasi, basi mwanadamu ni wepesi sana kufanya maasi yale. Ni wepesi sana, ni haraka sana kwa mwanadamu nafsi yake mwenyewe kuidhulumu kwa haraka sana. Wa nafsin wa ma sawaha faalhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Nafsi ni hiyo hiyo. Mmoja ameamua
kuiokoa ile nafsi kuipeleka katika kufaulu, mwingine ameamua nafsi ile kuiangamiza. Anayeangamiza nafsi ile ni nafsi yake anaiangamiza, kuna nafsi ya mtu mwingine. Ala innal khasirina alladhina khasiru anfusahum, wale watakaopata hasara siku ya kiyama ni wale watakaoingia katika hasara juu ya nafsi zao wenyewe kwanza, alafu hasara ya pili wataipata ni hasara za familia zao, wa ahlihim يوم القيامه. Yani wewe nafsi yako utaitia katika hasara, alafu hasara ya pili unaipata ni hasara ya familia. Moja katika maana ya maneno haya ni kwamba siku ya kiyama inaweza kutolewa hukumu, baba akaambiwa pita upande huu wa kushoto, wewe ni min ashabi shimal, Allah tulinde nao. Mama na watoto wake na vijukuu waliobaki wanaambiwa nyinyi min ashabil yamin. Baba amedhulumu nafsi yake na amepata hasara ya familia yake kwamba pia amewakosa. Kwa hiyo siku ya kiyama kuna watu ambao watakwenda kuwakosa familia zao, watakwenda kuzikosa. Wewe unakwenda upande mwingine, familia yako yote inakwenda upande mwingine. Mkeo uliokuwa kistarehe naye hapa, ulikuwa unaishi naye vizuri pamoja na watoto, wanapelekwa sehemu nyingine, sehemu za neema, sehemu za ridwan min Allah, masakin jannatin naim. Wewe unapelekwa kule sehemu pahali pa vituko, pahali pa kuangamia. Unaanza kujuta, mbona imekwaje? Umedhulumu nafsi yako na ukaitia nafsi yako katika hasara, na kadhalika ukapata hasara ya familia yako ulipoikosa siku ya kiyama. Allah tukutanisha na familia zetu يوم القيامه ya rabbal alamin. Sifa ya tatu ya mwanadamu katika Qur'an, tukizingatia utaratibu wa Qur'an, utaratibu wa sura, wa kana al-insanu ajula. Al-insan, sifa yake ya tatu, Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza sifa yetu sisi ya kimaumbile alivyotuumba. Ametuumba ajulan, kila mwanadamu. Yani asli ya maumbile yetu kila mmoja wetu ni kwamba ni ajul. Suratul Isra au surat Bani Israil aya 11. Mwanadamu ameumbwa na sifa ya kuwa na pupa. Allah amekupa mtihani wa watoto, una watoto wawili, watatu, wanne. Alhamdulillah, pengine mtoto mmoja wawili wapo sawa, umesimama katika barabara nzuri, unawaridhia. Kama kawaida ya kimaumbile, kunatokea wakati mwingine watoto mmoja au wawili wakapita katika barabara ambayo mzazi hayupo radhi nayo. Umemsemesha mara mbili, mara tatu, unaona mambo hayawi. Basi mwisho sasa unaanza kumwapiza yule mtoto. Unaanza kumwapiza. Allah kujalie jambo fulani, Allah akulani, Allah kufanya hivi, Allah kufanya hivi, kila aina ya maapizo, kila aina ya maangamivu unamwombea mtoto wako. Allah kujalie ushikwe na wazimu, wewe mwenda wazimu. Mara umepata mwenda wazimu kweli? Maana ni dua mzazi anaomba. Hii dua inatokamana na maumbile ya mwanadamu kwamba ni ajulan. Aya inasema hivi: وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. Mwanadamu anaomba, وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ, unaomba shari. Duaahu bilkhairi, dua ambayo ulikuwa uombe khairi, unaomba shari kwa sababu ya pupa ulionayo, una subra. Mtoto amekusumbua kidogo, unamwapiza, unamwangamiza. Allah akujalie, hiyo ni dua, unapiza. Wewe mwenyewe kadhalika unajiombea nafsi yako pia, unajiapiza, unajiombea shari. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ
duaahu bil khair, dua ambayo ulikuwa ndani yake uombe khairi, kumomba Allah subhanahu wa ta'ala. Muombe khairi nyingi, Allah anatoa khairi nyingi sana, kwa sababu au kutokamana na kwamba wakana al-insanu ajula, mwanadamu anapupa. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia katika hadith, Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuitikia dua ya mja wake ma lam yuajil, maadamu hana pupa. Allah haitikii watu walio na pupa katika dua. Sababu ni lazima uelewe hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unapoomba dua, Allah subhanahu jalla wa ala ana hikma yake ya kuitikia dua, kulingana na elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kulingana na qadari aliyoipanga subhanahu wa ta'ala, kulingana na elimu iliyopo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambayo sisi kwetu hamna. Wasfu nyingine ya mwanadamu katika Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala atueleza kadhalika fi kitabihi al-majid, wa kana al-insanu qatura. Hii ndio sifa nyingine ya mwanadamu ya kimaumbile. Sifa ya qaturan maana yake inatokamana na qatr. Qatara yaqtiru au yaqturu. Taqtiran na maana yake katika lugha ya Kiarabu ni al-bukhlu, lakini bukhlu maana yake ni ubakhili. Lakini taqtiran hasa ni nini? Kwa sababu lugha ya Kiarabu ni lugha tajiri, tamko linaweza kufanana na tamko lingine kimaana, lakini likawa limebeba maana nyingine ya ziada. Taqtiran ni ubakhili, lakini sio ubakhili wa kawaida, ni ubakhili uliochanganyika na kuzuia kuwasimamia wanaostahiki kupewa nafaka. Wa kana al-insanu qatura, hakika mwanadamu ni bakhili mno. Tena ubakhili wake ni kwamba yudhayiq ala iyali. Mwanadamu anafikia wakati anawadhiki watu wake, anawadhiki familia yake, anawadhiki watoto wake, anawatia katika dhiq ya riziki, kwa kuogopea kwamba riziki isije kamalizika. Watoto nyumbani leo usiku au jana labda wametamani chakula fulani, nikiwaletajia baadhi ya vyakula, lakini sijui kama vinajulikana huku kwenu. Sasa baba kwa sababu ya mahesabu yake mengi, budget yake imepangwa vizuri sana, kuogopea kwamba riziki itakwisha, naambia leo, unajua nyinyi hii mambo kula saa zote hii si uzuri kwa afya. Nakula tu saa zote, mnakula asubuhi, saa 6 usiku. Madaktari wanasema usiku ni vizuri unakunywa maji unalala. Kunyweni maji mkalale. Hii ni qaturan. Riziki anayo pale nyumbani, kuna senti fulani ameweka, lakini anaogopea kwamba akizitumia hizo kesho au kesho kutwa itakuwa ile pesa imepungua. Ndio mahesabu ya wanadamu, vile hesabu zetu zinavyotupeleka. Mama leo na watoto wake kesho saa 6 au leo ni Ijumaa saa 6 wametamani chakula fulani, wametamani kiteweo fulani. Nasema jamani, msikizeni, nyinyi mnasoma hizi habari za madaktari wanasemaje? Nyama zinadhuru magoti na zina mifupa. Kwa hiyo tuleni mboga jamani. Mboga ndio asli, nyama hizi zinatuletea madhara mengi sana. Si mnasikia red meat. Kumbe hakuna mambo ya afya wala hakuna mambo ya hatari, kwa sababu ya kuogopea qaturan. Walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. Mwanadamu anatakiwa kuwa katikati, tusiwe na israf katika kutoa.
Yani isiwe katika hali ni kwamba mnataka viteweo leo, basi tawaletea viteweo aina mbalimbali, ukaleta samaki, nyama, nini vyote viko pale. Vingine vikabaki israfu, ikawa havina watu wa kula, vinabaki pale. Hiyo ni israfu. Usifanye hivyo. Walam yakturu, na pia hawafanye ubakhili juu ya familia yao. Muislamu hatakiwi sifa hizi kuwa ndio sifa zake za kawaida. Zinaweza kutokea mara moja kwa sababu ya kuteleza hapa na pale, kwa sababu ya kujisahau hapa na pale, mwanadamu anarudi katika asili yake ya maumbile. Lakini kwa kawaida au mara nyingi tutakumbuka yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufunza. Nurun ala nur